ni miongoni mwa mila na desturi ambazo sasa ni wakati mwafaka wa kuachana nazo. Mashule yote haya yaliyotajwa, tuna shule mpya kama mkoa, shule 129 mpya kabisa katika kipindi hiki cha miaka minne tu, ukiacha zile za zamani. Hizi shule Mheshimiwa Rais hajazileta huku tuangalie majengo mazuri yenye vioo, yenye tiles, yenye bati zuri la msauti na kadhalika. Imeletwa kwa ajili ya kumkomboa mtoto wa Tanzania kielimu na kifikra. Kama tutaendekeza masuala ya chakulaga na kuwakatisha watoto hawa masomo, maana yake ni kwamba miundombinu hii haitatusaidia chochote, na badala yake itabaki kuwa ni hadithi, itabaki kuwa ni wimbo kwamba tuna shule 129 mpya na tuna shule pia za zamani takriban ukijumlisha zote 200 na kitu. Alafu ili iweje kama wanafunzi wanakatishwa masomo? Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwamba mkuu wa wilaya, kwa yale uliyoyasema kwamba unaanza sasa rasmi kufanya, nikutake ukayafanye kweli kweli kwa kushirikiana na hao wote uliowataja. Swala la chakulaga katika halmashauri hii ya Mpimbwe linaturudisha nyuma, na hatuwezi kukubali kuendelea kurudi nyuma katika sekta ya elimu kwa sababu ya mila na desturi ambazo hazina manufaa yoyote. Nirudie tena, swala hili lifanyiwe kazi kikamilifu kupitia wilaya husika na likamilike kupitia viongozi mbalimbali kama alivyowataja Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lakini pamoja na hilo, nataka niwape ushauri kwamba kuanzia sasa hivi mkakati huo unapokwenda kutekelezwa, kama wewe ni kijana na umefikia umri wa kuoa na unahitaji kuoa, kaoe mkubwa mwenzako na usioe mwanafunzi wa Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi kama mnakubaliana na mimi. Katika hili hata kama hamkubaliani, tunakwenda kulifanya kwa sababu tunatetea watoto wa Kitanzania waweze kupata elimu. Na kama wewe ni wa kike, ni msichana au ni mama au ni nani, unataka kuolewa, uolewe na mkubwa mwenzako na sio kuolewa na mwanafunzi wetu wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuache wanafunzi wapate elimu. Mazingira sasa hivi yameboreshwa sana. Kila kitu katika nchi hii kimeboreshwa kwa ajili ya watoto wa Kitanzania. Tusiwakatishe masomo, tuache wapate elimu yao mpaka mwisho. Mmeona hapa bunge dogo tu la shule moja hiyo, namna ambavyo tumefurahia. Tunataka ikawe kweli, lakini haiwezi kuwa kweli. Hatuwezi kupata wabunge, mawaziri, spika wa bunge, katibu wa bunge, walinzi wa bunge na kadhalika, na nafasi nyingine zote serikalini. Hatuwezi kuzipata endapo watoto wetu hawatapata elimu ya kutosha. Mkoa wa Katavi una shule 296 za msingi, lakini shule zinazotoa chakula ni 215 sawa na 73%. Kwa upande wa sekondari, shule za sekondari zinazotoa chakula ni 71 kati ya 79 sawa na 90%. Tunawashukuru wadau wote pamoja na wazazi kwa kuona umuhimu wa kuchangia chakula. Kwa mwaka 20 kuanzia Julai 2024 hadi Machi 2025 umepokea kiasi cha bilioni 17.2 kwa ajili ya ujenzi kwa ajili ya miradi mbalimbali ya elimu, ikiwa ni vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo, mabweni, maabara na kadhalika. Fedha hizi zimesaidia pia kwa kiasi kikubwa kupunguza upungufu ambao umekuwa ukikabili mkoa wa Katavi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nini tunamshukuru? Kwamba tumefanya maboresho makubwa katika sera pamoja na mitaala. Lakini hilo ukiliangalia chimbuko lake ni Mheshimiwa Rais. Utakumbuka mwaka 2021 wakati anachukua madaraka, alikuwa anazungumza kwamba kuna hoja katika bunge, wakati analihutubia bunge mwezi Aprili, alizungumza kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko na kupitia upya sera pamoja na mitaala yetu. Kwa hiyo swali lile chukuliwa na hatimaye Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda alilichukua na hatimaye akaunda timu, na katika kuunda timu ikapitia tukatoka sasa na sera mpya. Lakini sera hii sio mpya, ni sera iliyoboreshwa ya mwaka 2014 lakini toleo la 2023. Baada ya mabadiliko katika sera ile, ililazimika kufanya mabadiliko katika mitaala. Kwa hiyo Mheshimiwa, salamu zetu sisi, mitaala yetu
na mitaala ambayo inakwenda sasa imezingatia matakwa ya jamii ya Kitanzania, kuleta ushindani kwa wahitimu, ushindani wa ndani na ushindani wa kimataifa. Hii itamfanya sera yetu sie na ule mtaala umelenga sana katika elimu ya kujitegemea. Kwa heshima na taadhima, napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya Mtandao wa Elimu Tanzania kuwakaribisha rasmi katika maadhimisho ya Juma la Elimu Gawe 2025 yanayofanyika kitaifa hapa mkoani Katavi, halmashauri ya Mpimbwe. Kauli mbiu ya mwaka huu ni elimu na ujuzi kwa maendeleo ya taifa. Yaani kwa ile lugha yetu iliyokuja na jahazi, Education for Skills Development and Socio-Economic Transformation. Yes. Kauli mbiu hii inaangazia umuhimu wa kuwekeza katika elimu inayojenga uwezo na stadi za maisha kwa vijana. Nia ni kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa uchumi wa taifa na maendeleo endelevu ya kijamii. Katika dunia ya leo inayobadilika kwa kasi, maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila elimu yenye mwelekeo wa ujuzi. Tunahitaji mfumo wa elimu unaompa kijana uwezo wa kutumia maarifa yake kwa vitendo, kuweza kuwa chachu ya maendeleo katika jamii yake, kushiriki kiuchumi, kibunifu na kuchangia kikamilifu kwenye mustakabali mzima wa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, TENMET imekuwa ikiadhimisha Juma la Elimu kwa miaka 18. Binafsi nimeshiriki majuma ya elimu takriban 4 nikiwa mwanachama wa Mtandao wa Elimu Tanzania. Na kwa kipindi hichi tumeshuhudia mafanikio makubwa, ikiwemo kuongezeka kwa uandikishaji wa watoto shule za msingi na sekondari, uboreshaji wa sera ya elimu na mafunzo, uboreshaji mitaala ili kuendana na mahitaji ya sasa, ujenzi wa miundombinu ya elimu na pia uwepo wa majadiliano ya wazi kuhusu changamoto zinazokabili jamii yetu kwenye swala zima la elimu. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kushirikiana na wadau wa sekta ya elimu katika kuhakikisha kuwa elimu nchini inaboreshwa na kuwa jumuishi, yenye usawa na inayozingatia viwango vya kimataifa.